Asante Yesu Kristo, Mungu ni mwema tena. Nimeshukuru tena kusimama mbele yenu tena siku ya leo. Tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2018. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Ni kijana wenu tena, kijana wenu Mungu anaendelea kuandaa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Anaitwa Jean-Pierre Munyindu. Kigonga ni jina babangu, ila ni jina familia. Ila nafurahi sana kuniita Jean-Pierre Munyindu. Ukiniita Munyindu mimi pale ninakuwa na furaha. Mungu awabariki sana. Nimerudi tena kutangaza injili. Bwana asifiwe. Nimeleta tena yale machache Mungu aliyoandaa ili tuyachangie. Bwana asifiwe sana. Na nimekwenda kushukuru Mungu kwa maana Mungu ni mwema. Nitaendelea kusema ile ushuhuda niliyoacha kwenye YouTube. Ukiandika Jean-Pierre Munyindu Pastoral Ministry utaona pale kulikuwa ushuhuda mzuri, inaendelea kujenga watu. Bwana asifiwe sana. Inaendelea kujenga watu na watu wanaendelea kuniita kusema Mungu akubariki kwa kazi unaofanya. Na naendelea kusema muendelee kuniombea kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Nisifanye kazi bure huku kuzimu na pigwa fimbo. Nisifanye kazi bure huku Yesu Kristo ananiasi, anakataa, mimi sikufahamu. Bwana asifiwe sana. Na msiniombee mimi tu, muombe na watu wote wanaopitia wanaofanya kazi ya Mungu, ila wakitaka enda kwenye njia mbaya, muombe ili warudi kwenye njia nzuri, ili sisi tulioitwa na Mungu, sisi wote duniani tuna vipaji mbalimbali. Tunaweza tukaponya, tunaweza tukaona maonyo ya kushauri mafamilia, tunaweza tukaona maonyo ya kushauri wanyandoa, tunaweza tukaona maonyo ya kufanya mambo fulani ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Nimerudi tena kwenye YouTube, nimesema Mungu asifiwe. Nitakwenda kwanza kuomba Mungu leo. Leo kuna habari nzuri kwa ajili ya kazi Mungu anayonitumikisha. Kuna watu wawili waliniita, wanakuwa na hitaji ya kuombewa. Bwana asifiwe sana. Wanakuwa na hitaji ya kuombewa. Kuna mama aliniita, yuko na hitaji tumuombee. Amesema simama kwenye YouTube, lilia Yesu wako huyu unayetumikia, na mimi nitalilia Yesu wangu ili nimeolewa ila sijapata mtoto. Bwana asifiwe. Akaniuliza ila sijapata mtoto. Na mimi naendelea kwenda kwenye maombi. Yuko Amerika ameniita, nilikuwa kwenye kazi. Unaona Paulo alikuwa anasema unapofanya kazi ya Mungu lazima ufanye na kazi ya mikono, kwa maana kama una kazi ya mikono utazarauliwa na Wakristo, utazarauliwa na watu wote. Watasema anatangaza injili kwa ajili apewe pesa. Mimi natangaza injili kama jinsi nilivyowaambia kale, kama jinsi nilivyowaeleza kale. Natangaza injili kwa maana mahali Mungu amenitoa. Nipo naandaa kuonyesha picha zangu za zamani, video zangu za zamani, jinsi nilikuwa na mwili dhaifu, ila Mungu akaninua. Leo ona jinsi napendeza, na sitaki nipendeze tu kimwili, ila niendelee kupendeza na kiroho, ili siku nitakufa nimuone mfalme wa falme. Bwana sifiwe. Ule mama aliita akasema uniombee baba, na uite wote mnaofanya nao kazi pamoja, muniombee na mimi ndaendelea kujiombea ili nipate mtoto, kwa maana sasa hivi sijaona mtoto na miaka 6 katika ndoa yangu sijaona mtoto. Nikasema tutakuombea mama, na wote wanaosikiliza mahubiri haya ninayotoa, tumuombee huyu mama. Na mwingine amekuwa yupo Australia amesema tumuombee kwa maana yuko na kansa, na wamesema kama ana masiku machache katika ulimwengu huyu, ila nikampa moyo, nikamweleza siku machache wanadamu wamesema, siku chache madaktari wamesema, itakuwa siku 100 mbele ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Itakuwa siku 1000 mbele ya Mungu, na utatangaza injili na utaona wajukulu na wajukuluza. Bwana asifiwe sana. Ndio hitaji mbili tunayo siku ya leo. Mbele ya kwenda kuomba, nitaomba na nitakwenda kuimba wimbo wa wokovu. Bwana asifiwe sana. Wimbo wa wokovu hii ni nyimbo zinazoingiza watu kiroho, nyimbo zinazobariki watu. Bwana asifiwe. Nitaendelea kuwaeleza. Kuna wakati mwingine mwanadamu, mtoto wa Mungu, Mkristo, unaposhuhudia kwa ajili ya makuu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine watakuona wewe ni pumbavu, kuna wengine watakuona wewe ni gicha. Kubali kuitwa gicha kama jinsi Yesu alivyoitwa msazi, ili ushukuru kwa ajili ya makuu Mungu anakutendea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Naendelea kushukuru makuu Mungu alinitendea hapa Canada. Nipo na mjomba wangu mimi, kwa maana tunakuwa na mitani hapo Afrika, hapo Kongo, na wajomba zangu. Huyu mama sitakataa kumtaja kwenye YouTube. Ni mama anaendelea kunijenga, kila mmoja na udhaifu wake, ila ni mama namuelezaka, mama nashukuru sana Mungu kunileta Ulaya. Nashukuru sana Mungu
kuongea ndani ya mke wangu ili nije katika familia hii. Mke wangu amenitoa pesa, akanisponsor, nikakuja katika nchi hii. Kwa nini nisishukuru Mungu? Bwana asifiwe. Na wewe shukuru Mungu kwa mambo Mungu anayokutendea, kwa makuu Mungu anakutendea. Nikamweleza mama, wapi mimi Afrika ningetumikaka 2 weeks, wiki mbili nipate 1000 ama 1000 na zaidi. Wapi? 1000 ya dola. Kwa nini nisimshukuru Mungu wangu? Na mimi nataka kushukuru Mungu maana anaendelea kunisimamisha nifanye kazi ya Mungu. Siombi sehemu ya 10, siombi sadaka, ila sadaka kubwa. Mungu amenileta nihubiri watu injili, wabadilike. Sadaka kubwa ni ile watu wa Mungu kurudi katika kazi ya Mungu, kutoka katika matapishi, kutoka katika kazi zisizopendeza Mungu na kurudi kumtumikia Mungu kwa kweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huyu mama anaitwa ndamutaja, watu watanisamehe, na nampenda kabisa. Ni mjomba wangu, anaitwa Mama Bora. Huyu Mama Bora ni mama naheshimu wa mama wote, ila ni mama iko na karama ya kusogelea watoto wake wote. Iko na karama, hata iwe mtoto mwanaume atakusogelea anasema mjomba. Lakini hivi vitu uko unafanya sio vizuri mjomba. Inanisaidia sana katika maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Na mimi naendelea kumweleza, anafurahi sana ninaposhuhudia makuu ya Mungu. Bwana asifiwe. Huyu Mama Bora anafurahi sana. Namweleza mama, acha nishukuru Mungu wangu aliyenitendea miujiza. Leo Canada natumika 2 weeks. Wiki mbili napata 1000 na zaidi. Nishukuru Mungu kwa nini? Mwezi mmoja napata 2000 na zaidi. Nishukuru kwa ajili ya nini wa ndugu zangu? Na nishukuruni kwa yale yote Mungu anayowatendea. Bwana asifiwe. Nitakwenda kuomba Mungu na nitakwenda kuimba wimbo wa wokovu mbele ya kusoma Biblia jioni ya leo ili tuchangie mafupi Mungu aliyotuandalia. Bwana asifiwe sana. Ili tuchangie mafupi Mungu aliyotuandalia. Kweli Mungu ni mwema, na kisha kukata mahubiri tutakwenda kuombea sisi wote au watu wawili waliolia, tuwaombee Mungu ampe mtoto, Mungu ambadilishe, Mungu aguse tumbo lake katika jina la Yesu Kristo ili abarikiwe mtoto. Na yule wa kansa Mungu amguse jioni ya leo ili abarikiwe, aponywe kansa hiyo katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na tunapomba maombi yale, na watu wengine wako na magonjwa kama yale watabadilishwa, watabarikiwa watoto, wataponya makansa, na wengine wagonjwa wataponya na magonjwa mengine katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Acha niende kushukuru Mungu tena jioni ya leo. Niende kusema Mungu asante. Mungu asante kwa kunipatia pumzi ya uhai, kwa maana wengi walitwa marehemu, tunaitwa huku na kule tunasema fulani ametoweka, ila Mungu anakuwa na lengo kutuacha sisi wazima leo. Bwana asifiwe. Acha nishukuru Mungu bila kwenda kuimba katika kitabu cha wokovu. Ndaimba kitabu cha wokovu mbele ya kuhubiri leo. Kuna vitu vinaendelea kuchange, vinaendelea kubadilika katika mahubiri. Siku unakuja na kuna ujumbe mwingine unakuja. Nitaimba kitabu cha wokovu mbele ya kuhubiri. Acha nimwite Yesu. Mahali mulipo mtayarishe Biblia zenyu karibu, mtayarishe wokovu zenyu karibu ili tuimbe pamoja, ili tumuinue Yesu pamoja. Bwana asifiwe. Tushukuru Mungu pamoja. Tumwalike Yesu kwa maana yeye ni mwema. Twende kumwomba Mungu katika jina la Yesu Kristo. Asante mtakatifu, Mungu unaishi mahali patakatifu. Mtakatifu Jehova Nisi, Jehova Shalo. Baba tunasema asante kwa maana wewe ni mwema. Baba tunashukuru kwa maana tena umetupatia tena kibali jioni ya leo. Usiku jioni hii Bwana hapa pa nchi hii ya Canada, Vancouver. Baba tunainua jina lako kwa maana kufika jioni hii ni kwa neema yako. Wengi wameitwa marehemu, wengi walitwa wagonjwa, wengi wameenda katika njia zisizopendeza. Mtakatifu, mimi ni nani? Wale wote uliolinda ni wanani? Na wengi umewalinda wako katika njia mbaya, ila unaendelea kuwapatia wakati wa neema ili watubu na kutengeneza. Jehova Shalo, asante. Baba nimeshukuru jioni ya leo. Acha maombi haya Bwana uyapate kwenye kiti chako cha enzi. Ubariki mahubiri haya, uyatakase mahubiri haya. Inapofika kwa watu wako waguswe, watu wako wadirishwe, watu wako Bwana wachange katika jina la Yesu Kristo. Asante mtakatifu kwa maana utakwenda kufanya hivyo. Baba nimeshukuru kwa maana utaanza nami mahubiri haya na utakwenda kumaliza pamoja nami kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nitakwenda kuimba wimbo wa wokovu. Mbele ya kuhubiri nitakwenda kuimba wimbo wa wokovu. Tumuite Yesu, tuimbe kwanza wimbo wa wokovu pamoja, watu wa Mungu. Tuimbe wimbo wa wokovu pamoja. Kama una kitabu chako cha wokovu, kikamate karibu ili tuimbe wimbo wa wokovu pamoja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Twende kuimba wimbo wa wokovu mbele ya kuleta mahubiri haya, mbele ya kuchangia neno hili, neno la baraka, neno la uzima.
tuimbe kwanza katika kitabu cha wokovu na kwenda kuimba kitabu cha wokovu. Mfungue kitabu cha wokovu 40. Kitabu cha wokovu 40. Bwana asifiwe. Kitabu cha wokovu 40 40 katika Kiswahili cha Kongo, 40 Kifaransa, 40 Kiingereza. Mfungule kitabu cha wokovu. Twende kuimba pamoja katika jina la Yesu Kristo. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kuacha njia ya mauti, nimeokoka na furaha. Zambi zangu zimechomwa, mimi nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha. Zambi zangu zimechomwa, mimi nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa na minyororo ya Shetani, nikamwendea Bwana akaniweka huru kwe. Nimeokoka na furaha mimi. Zambi zangu zimechomwa, mimi nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha. Zambi zangu zimechomwa, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nimepata kuacha njia ya mauti, na nguvu za wokovu hiyo yanichukua siku zote. Nimeokoka na furaha, na zambi zangu zimechomwa, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha. Zambi zangu zimechomwa, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wa milele. Nitamuimbi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka jamani, nimeokoka na furaha. Zambi zangu zimechomwa, mimi nataka kumutumikia jamani, Mwokozi wangu siku zote. Tuimbe nimeokoka na furaha. Zambi zangu zimechomwa, mimi nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Mimi nimeokoka na furahi. Zambi zangu zimechomwa, mimi nataka kutumikia Mwokozi wangu siku zote. Mimi nimeokoka na furahi. Zambi zangu zimechomwa, mimi nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Mungu ni mwema. Nimeokoka na furaha, na zambi zote nimetupa. Nataka kumtumikia Mungu wangu siku zote kwa furaha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaendelea kukomaa kiroho, jinsi Mungu anaendelea kufanya kazi pamoja nasi, na anaendelea kuchange kila kitu, anaendelea kubadilisha kila kitu. Bwana asifiwe. Nyimbo ya wokovu ikubariki mahali ulipo. Basi funua Biblia yako katika kitabu cha Waebrania, waraka kwa Waebrania sura ya pili. Waraka kwa Waebrania sura ya pili. Waraka kwa Waebrania sura ya pili.
Mahali ulipofungula Biblia yako, tumeokoka kwa furaha. Tuokoke kwa furaha. Nini kitakutenganisha na Yesu? Nini kitakutenganisha na Yesu? Yesu anasema katika yote unayopitia, endelea kuwa na moyo wa furaha. Endelea kuwa na furaha, kwa maana mimi sijalala bado. Wakati nitakubariki mwanadamu atasema chochote. Yule aliyekudharau, yule aliyekucheka atasema chochote, kwa maana baraka zangu zikija zinakuja na kuwekea walinzi. Bwana asifiwe sana. Ili wachao wanapokuja, ili wale wote wanaopokuwa na mabaya na wewe hawatakupata tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Fungua kitabu chako katika kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 2, soma mstari wa kwanza. Bwana asifiwe. Soma mstari wa kwanza hadi wa 5. Waebrania sura ya 2, soma mstari wa kwanza hadi wa 5. Fungua Biblia yako mahali popote ulipo. Ninawaeleza leo tuna kazi kubwa. Sipo peke yangu. Wewe unayetumika kazi ya Mungu ya kweli, huko peke yako. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu iko pamoja nasi na anaendelea kutenda kazi. Uone sasa leo utaona ushuhuda zitakuja. Ile maombi tunaomba mimi na wewe, ile kazi tunaofanya mimi na wewe, Mungu anakwenda kutenda kazi. Atakwenda kudelivre, atakwenda kufungua watu waliofungwa katika familia zao, walifungwa watafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Katika kazi zao walifungwa watafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Msome Biblia basi, muingie katika kitabu cha Waebrania sura 2 mstari wa kwanza hadi wa 5. Basi hata tusome katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyo sikiwa, tusije tukakosa. 2. Kwa maana ikiwa lile neno lililo nenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ilipata ujira wake. 3. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Bwana asifiwe. Ambayo kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliosikia. Mungu naye akihudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Na 5 ya mwisho, maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao nena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema. Bwana asifiwe. Twende mstari wa 6. Mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie. Tunashuka mstari wa 7 na teremka kidogo. Umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Nimeshuka hadi mstari wa 7. Nimeacha mstari wa 5, nimeshuka hadi mstari wa 7. Msikie jinsi Mungu ameandika katika kitabu cha Waebrania. Mungu anapoleta jambo, anapoleta neno, anakuwa na lengo. Bwana asifiwe sana. Ameandika katika kitabu cha Waebrania. Bwana asifiwe sana. Ameandika katika kitabu cha Waebrania akisema maneno ya mlioyasikiliza hapa. Amesema jinsi alivyosamani mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Amesamani mwanadamu kuliko vitu vyote. Mmesikia jinsi malaika alivyokuja
ila kitabu mnapoteremka hapo, mnaposikia mahubiri, kitabu kinaendelea kuzungumza, Biblia ya Mungu, kitabu cha Roho Takatifu kinaendelea kuzungumza kusema, ona jinsi alivyo samani mwanadamu. Kuna mtu mmoja akatokea zamani za kale akasema, je, Mungu, kwa nini unasamani sana mwanadamu? Bwana asifiwe. Kwa nini unasamani sana mwanadamu kuliko malaika hao ulioumba? Malaika hao ulioumba ni uliowaumba kwa mikono yako, ukawaumba kwa miujiza. Bwana asifiwe sana. Ila Mungu akasema, Yesu Kristo, huyu Mungu ni Mungu anayotenda wa ndugu yangu. Akaulizwa Mungu, kwa nini unasamani sana wanadamu? Tunasamani kuwa wanadamu, tunasamani kuwa watoto wa Mungu mahali popote mulipo. Kwa nini unajinyima ile samani? Unajivua ile nguo ya samani ya Yesu Kristo, unaenda katika mambo yasiyokupendeza. Mungu akuhurumie sana. Jioni hii neno hili kujenge, jioni hili tembelea neno hili ili ubadilike, ili uvae samani hii Mungu aliyokupatia. Mungu amekupa samani kubwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yale tunapitia, nani anakudanganya eti wewe utafanikiwa? Nani anakudanganya eti wewe hautainuka? Bwana asifiwe. Nani anakudanganya mwanadamu? Nani anakudanganya mtoto wa Mungu? Nani anakudanganya katika ndoa yako eti mke wako atabadilika? Nani anakudanganya katika ndoa yako eti mume wako atabadilika? Mungu kaendelea kutenda kazi. Nitawaletea kipindi kingine kitabu cha Hesabu, Habakuki ama Hesabu. Mtaona mahali Mungu amekuwa ni mkuu wa Mungu. Alikuwa anafanya kazi, anaponya magonjwa, ila Mungu akamletea mke malaya. Bwana asifiwe sana. Akamletea mke malaya. Ni mke katika Israeli alikuwa anajulikana kama ni malaya. Hapana wa malaya wa leo. Wa malaya wa leo unamsema wewe ni malaya, nitakupeleka kwenye koti, anajificha. Lakini yule amekuwa anajitangaza Israeli nzima akisema mimi ni malaya. Mimi ni kazi yangu. Is my professional job. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ule mwanamke akasema is my professional job. When you need me, just call me. Just come. Today, there is the woman who she don't like people to say ipo malaya. Bwana asifiwe sana. Anajificha kwa siri huku. Leo huko wanaume wanafanya mambo yasiyopendeza. Hata mimi kuna wakati ilikuwa ananifikia, muendelee kutuombea watu wa Mungu. Watu wa Mungu wa leo, watumishi wa Mungu wataki, watumishi wa Mungu wanaosema kweli. Nipo mwanadamu, naweza nikaanguka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kweli katika kitabu cha Waebrania. Someni taratibu wa ndugu yangu mahali mlipo. Waebrania inafunua kweli hapa. Bwana asifiwe sana. Waebrania inasema kweli. Inasema habari hii. Mtu huyu hawakusema kama ni mke, hawakusema kama ni mume, ila akasema kwa nini Mungu anapatia sana samani wanadamu? Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu anapatia samani wanadamu? Kwa maana unapokumbuka Biblia, shetani alipoasi. Bwana asifiwe. Nisikilize vizuri. Shetani alipoasi, shetani alikuwa jeshi mkuu wa Mungu. Alimpa madaraka yote, ila akasema na mimi nataka niwe na government yangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Nataka niwe na government yangu. Akashawishi wa malaika. Akasema huyu Mungu anatutanganya. Ni lazima na sisi tugeuke. To change ili Mungu afanye na sisi tufanye government yetu. Bwana asifiwe. Hapo ndio kwenye Mungu amesema, akasema shetani amejidanganya. Shetani akatupa kuzimu. Shetani akatupa ulimwenguni. Mnafahamu yote. Shetani akatupa ulimwenguni. Shetani akaelezwa, wewe unataka kunipinga mimi Mungu? Bwana asifiwe. Ulimwengu leo tunapinga Mungu. Mungu ameshatutendea makuu mengi. Mungu ameshatutendea miujiza mengi. Tazama jinsi ninavyosema ushuhuda wangu kwenye YouTube. Tazama jinsi ninavyosema kwa ajili ya watu wa Mungu. Leo wapi ningepokea 2,000, 3,000 dola kwa mwezi? Wapi ningepata hizo pesa? Bwana asifiwe sana. Ila leo Ulaya, Canada, leo mimi napata hizo pesa. Hata kama sio enough, ila nazipata.
Kwa nini tusimshukuru Mungu? Mahali popote mlipo duniani, sio tu Canada, sio Amerika, sio England, mahali popote mlipo duniani, muendelee kumheshimu Mungu. Muendelee kutumikia Mungu kwa kweli. Msimwache huyu Yesu. Yesu alitupatia thamani alipozaliwa ndani ya tumbo ya mama Ibrahimu. Bwana asifiwe sana. Ya mama Maria alipozaliwa ndani ya tumbo ya mama Maria, kwa miujiza mnafahamu, aliletwa kwa ajili, alikuwa na thamani ili atukomboe mimi na wewe, ili atutoe katika dhambi, ili atutoe katika magonjwa, ili atutoe katika profete, katika umaskini, ili atutoe katika yale yote unazorauliwa katika familia. Wanasema huyu atabarikiwa, utabarikiwa. Tulia, usiache Yesu. Wanasema unaenda kwa kanisa, uko unaenda kwa makanisa, unaenda kufanya kazi, waeleze acha nimtumikie Yesu mwenye aliyenifanya kuwa katika dunia hii. Bwana asifiwe. Acha nimtumikie Yesu aliyefanya niwe katika dunia hii. Baba huyu akasema, kwa nini Mungu anapatia thamani wanadamu? Kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7. Soma taratibu ndugu yangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Mungu. Ndugu yangu, tupo katika neema. Tupo katika neema. Yesu akasema bado tumepewa neema. Wenzetu waliotutangulia kufa walikufa katika dhambi. Au neema ile kusikiliza. Omba Mungu akuoneshe kiroho uone mahali walipo. Wanapigwa fimbo bure. Wanachoma moto bure. Kwa nini mimi na wewe tusibadilike? Kwa nini mimi na wewe tusichange? Oh, haleluya. Kwa nini mimi na wewe tusichange ndugu yangu? Tuangalie jinsi ya kubadilika. Kitabu cha Waebrania kinasema kweli. Sio tu kitabu cha Waebrania, mkiendelea kusoma hata wa Korinto wa kwanza, mtasikia habari ile ile. Paulo akaendelea kupeleka habari kwa watu wa Mungu. Paulo amesoma sana, duniani hakuna mtu anasoma sana kwa leo. Nimemaliza university hapo Mungu amekataka inakuwa chini. Paulo amesoma, wamekueleza Paulo amesoma, alikuwa na akili kama kichaa. Ila akasema nitashuka mbele ya Yesu. Nitanyenyekea mbele ya Yesu. Bwana asifiwe. Nitatulia mbele ya Yesu, ili nione ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Ili nione ufalme wa mbinguni. Ndugu yangu, mahali mulipo, mkiwa mke na mume, decide saa hii, mtengeneze, muamue peke yenu, mumurudilie Yesu. Mumurudilie Yesu. Yesu anatupenda. Huyu Mungu anatujali. Kweli hitaji zenu zinakawia, ila zitakwenda kujibiwa. Bwana asifiwe sana. Hitaji zenu zinakawia, ili zitafika mwisho, Mungu anazijibu. Na wale wacheka wataweza kukunjama kwa maana hawajaokoka, hawajajua kutengeneza na kutubu. Watakunjama tu akiwaona kwenye masherehe. Wanawasalimia ile unafiki. Hai. Bwana asifiwe. Jambo, ila wako na wakimbia kwa maana wanasema hao watu bwana wamebadilika, au watu maisha yao yamebadilika, au watu wanaweza kushituka tu hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwema. Mwendelee kusikia neno hili jioni ya leo. Iwatengeneze, iwabadilishe, iwainue tena mahali mmeanguka. Bwana asifiwe. Iwatengeneze mahali mmeanguka. Nimeimba kitabu hiki cha wokovu. Ameniweka huru kweli. Naimba sasa haleluya. Bwana asifiwe. Na wewe imba hivyo. Imba haleluya kwa maana Mungu amesha kutakasa. Imba haleluya kwa maana Mungu amesha kuchange, amesha kubadilisha. Imba haleluya kwa maana Mungu amesha kubariki. Baraka zako zipo hapo. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu aweze kukuchange. Ila wewe peke yako ukikamata maagano na Mungu, ukikamata maagano na Yesu Kristo, ukisema mimi nabadilika peke yangu, mimi natengeneza peke yangu, na sisi kuwa watumishi wa Mungu, watakazi wa Mungu, wanaoomba maombi ya kweli, kwa maana sisi tuko katika kazi ya Mungu, tunaombea watu wote duniani, tunaombea hitaji zote, kwa maana Mungu aliyenibariki, Mungu aliyeniinua, Mungu aliyenichange, Mungu aliyesema mimi nibarikiwe nazipata franga 1,000 and a half in 1 week, in 2 weeks. Mimi ni nani? Na wewe Mungu anaweza kutendea miujiza hiyo? Wakati familia yako wanakutanganya eti Mungu hayupo. Mungu yupo. Iwe Pentekoste, iwe Anglikani, iwe Waislamu,
iwe katika kanisa zozote Mungu wanabii wao eti hao ndio walikuwa kama Yesu, kubali. Kwa maana kuna kitu Mungu anaendelea kuonesha, tutakutana na hata na Waislamu waliokuka vizuri mbinguni. Bwana asifiwe sana. Tutakutana na hata na Waanglikani waliokuka vizuri mbinguni. Tutakutana na hata na watemweji Jehova waliokuka vizuri mbinguni. Kwa maana wote ni watu wake. Anaangalia moyo, angalia physically, angalia mwili unaopendeza hivi, napendeza kimwili, ila mimi ndani ya roho niko mchafu. Anaangalia roho. Sisi ndio kanisa la Mungu. Tutengeneze wa ndugu zangu, tu change, tubadilike. Kwa maana anaangalia hapa, anaangalia heart. God is not looking the body, is looking inside the body. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu anatupenda. Nani yuko nakuvunja moyo? Nani yuko nakuvunja moyo? Endelea kuja kwa kanisa. Mahali popote ulipo ulimwenguni. Endelea kuomba. Wewe unaweza kuchange wale wote. Anaweza kuwa ni mtumishi wa Mungu kama mimi, ila kiroho akomai. Bwana asifiwe. Ana business yake anatafuta hapo ndani. Ila wewe maombi yako, wewe na mwingine pale, mtamchange kiroho. Mungu atamgusa kwa ile maombi yenu. Mnaombea mtumishi wenu wa Mungu. Mnaombea mama mkurugenzi, mnaombea hata wale wakubwa wa kwaya, watabadilika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neno hili jioni ya leo nitakuwa kwa mafupi. Sitasoma verse nyingi. Kwa maana watu wanaweza kusema niko natumika jinsi Mungu anavyopenda. Watu wanaweza kusema kusoma verse nyingi. Wewe peke yako mahali ulipo, nimesoma kitabu cha Waebrania, wewe peke yako unaweza enda katika kitabu cha Wakorinto, unasoma moja mpaka 1:17. 1:17. Unaweza enda katika wewe kitabu kingine wewe peke yako pale pale. Kwa maana muda wangu ni mchache, muda wangu na muda mchache inafanya mambo mengi kiroho. Unaweza enda wewe peke yako katika kitabu cha Wagalatia, unasoma 6:14. Unaweza peke yako katika kitabu cha Wafilipi, unasoma 3:8-19. Unaweza katika kitabu cha Wakolosai 2:14. Utaona jinsi Mungu anavyoongea kwa ajili ya watu wake, jinsi Mungu anavyopenda watu wake. Ndarudi tu kusema jioni ya leo, mbele ya kwenda kumaliza mahubiri haya, wewe unanisikiliza ulimwengu mzima, huyu mtu akasema, kwa nini Mungu anajali sana hao wanadamu? Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu anajali sana hao wanadamu? Mungu asifiwe. Oh, haleluya. Kulikuwa question mark pale, ila Mungu akasema, najali wanadamu, kwa maana shetani aliponiasi nikatuma Yesu akakubali kufa, akabambwa msalabani, akakubali kumwanga damu, akasikia jinsi mwili unavyoumiza. Bwana asifiwe sana. Ila akasema nitasimama kwa ajili ya Yesu. Ili niokoe watoto wetu, ili niokoe ndugu zangu waliokuwa katika pepo ya dhambi zamani za kale pale. Na leo tuko katika dhambi. Tunaingia makanisani na waeleza kila siku, kanisa ni sisi, lile ni hekalu. Kama unakuwa katika kundi ya watu wanaosema uongo, wanasema haleluya, haleluya, lakini mtumikie Mungu kwa kweli. Mungu awabariki sana jioni ya leo. Mungu wetu ni mwema. Nashukuru kusikiliza tena neno la jioni la leo. Mahali popote mulipo, tuombeane. Tuombea mama wa kanseri, tuende kumwombea katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Yesu Kristo mtakatifu, Mungu anaishi mahali patakatifu. Baba, mama huyu anayetafuta mtoto, Baba, uguse sehemu yake ya siri, uguse katika tumbo lake, umubariki watoto, usimbariki mtoto watoto katika jina la Yesu Kristo. Baba, huyu anatafuta Bwana kuponya kansa. Yesu Kristo, sisi ni vyombo vyako tu, muguse mahali kansa ile ipo, ili iondoke katika jina la Yesu Kristo, ili ashuhudie makuu uliyotenda katika jina la Yesu Kristo. Asante mtakatifu kwa moto kwenda kutenda. Mimi sitaomba mengi Yesu Kristo, umeniconnecte, umeniunganisha na wewe, ili niombe taifa lako, ili niombe hao watu waliotoa hitaji zao, na wao waponye mambo ya ajabu, waponye Jehova Nisi. Mama huyu apate watoto, baba huyu aponye kanseri katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimekushukuru kwa maana wewe ni mwema. Baba, jioni hii nimesema asante. Baba, utakwenda kutenda, na nina imani watakwenda kutoa ushuhuda Bwana kwa kazi uliyofanya. Asante Yesu Kristo. Na wale wote ni wagonjwa, ni chini ya vitanga mkononi mwako, waponye magonjwa, waponye misiba katika jina la Yesu Kristo. Asante mtakatifu, kwa moto kwenda kufanya hivyo kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Nimeshukuru. Mungu awabariki sana. Nimekwenda kumaliza mahubiri haya. Mungu awabariki na abariki neno Mungu aliyotuma, na nibariki na mimi. Amen.